Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa. Hapa nazungumzia si wengine bali ni Wina Media, tukiweza kujuzana kuhusiana mambo yote ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Taarifa ni kubwa juu ya hiki ambacho kinachoelezwa kwa wakati huu na kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans juu ya kocha wao Melody Amdi, kocha ambaye hana muda na kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambaye alichukua mikoba ya kocha. Hapa nazungumzia Sidi Ramovic ambaye alienda zake kule CR Belouizdad, ambako inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Young Africans unaambiwa inafikia mwisho na kocha wao Melody Amdi, kocha huyu wa sasa wa kikosi cha Young Africans, kwa kile ambacho kimeelezwa. Sababu ni nini? Utakwenda kujua hapa kilichoweza kufikia mpaka kuweza kufikia uamuzi huo ambao leo hii umeweza kutolewa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa, ni kusubscribe na kisha ukabonyeza alama ya kengele. Subscribe ili kuendelea kupata taarifa zetu wakati wowote pindi ambapo zinapokuwa zikiweza kujili. Wengine pengine taarifa hii itaweza kuwashitua kuhusiana na klabu ya soka ya Young Africans kuweza kufikia maamuzi haya ambayo leo hii yameweza kutolewa kwa kile ambacho kimeweza kuandikwa. Ikumbukwe ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans katika msimu huu itakuwa imebadilisha makocha takriban watatu, yani msimu mmoja una makocha watatu. Nazungumzia safari hii ilianza na kocha hapa nazungumzia Miguel Gamondi, ambaye mwenendo haukuwa mzuri, wakaweza kumuondosha kwenye kikosi chao na tukaweza kutangaziwa ya kwamba Young Africans imepata kocha mpya ambaye ilitangazwa kwamba anatoka pale Afrika Kusini. Labda pengine Young Africans ndio ingekuwa kituo cha kupumzika, lakini haikuchukua muda kuweza kushuhudia tena kocha mkuu Sidi Ramovic akiweza kutangazwa kufikia makubaliano ya pande zote mbili kuweza kuachana, kwa kile kilichoelezwa kwamba pengine amepata timu na ofa ni kubwa kuliko ile anayepata kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Yanga wakatangaza ya kwamba wameachana naye, lakini haikuchukua hata masaa wakatangaza kocha mpya. Hapa nazungumzia kocha Melody Amdi, kocha ambaye alikuwa ni kocha mkuu wa kikosi cha klabu ya Singida Black Stars, akiweza kuchukua mikoba ya Sidi Ramovic kwenye kikosi cha Young Africans. Sasa inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Young Africans nayo inakwenda kumalizana naye mwishoni mwa msimu huu. Taarifa inaeleza kwamba kwa mujibu wa vyanzo vya ndani kabisa vya klabu ya soka ya Young Africans ni kwamba kocha Amdi anaondoka katika klabu ya Yanga mwishoni mwa msimu huu. Sababu ni nini? Inaelezwa pande zote mbili imefikia makubaliano ili kila mmoja achukue 50 zake. Unaweza kujiuliza, pamoja na matokeo mazuri anayoyapata, unadhani kwa nini pande hizi mbili zimefikia hatua ya kutemana? Unaambiwa moja, pila Yanga ama mpila wa Yanga muhimu alama 3 tu, ama ni kitu gani? Sababu ya pili, timu inavyoshinda wanaojua ni viongozi ama sio kocha peke yake kwa mbinu zake ambazo zilizopo. Sababu ya tatu, labda kocha afurahishwi na management, labda anapangiwa kikosi, ndio sababu ambayo imeweza kufikia labda pengine kocha huyu kuweza kuona kana kwamba labda pengine sistahili kuendelea hapa. Kuna makocha wengine wanapokuwa wakiweza kupangiwa majukumu yao ama kuingiliwa katika nafasi zao, huwa ni wepesi wa kususa na kuweza kuachana na hiyo timu, labda pengine kwa kile kilichoweza kuainishwa, labda pengine uongozi labda hujamtendea kile ambacho anachokitaka, ama pengine labda unaweza ukasema labda pengine katika mkataba ambao waliweza kusaini, alisaini mkataba wa nusu msimu, pengine kwamba msimu ukimalizika labda akifanikiwa kuweza kuwapatia kile wanachokitaka, labda kuna ofa ambayo pengine yeye alitaka kocha Melody Amdi, labda pengine Young Africans wao wameshindwa kuweza kuifikia, ndio maana ameweza kuamua kuweza kumalizana nao. Lakini sababu nyingine, labda wachezaji wenye ushawishi hawana furaha na wanashinikiza aondoke, labda pengine kwa hichi
ambacho kinaelezwa, labda pengine wachezaji, unafahamu pia wachezaji huwa wana pengine kwenye namna kuweza kuwafundisha wachezaji, kuna wachezaji wengine wanatengeneza matabaka na mwisho wa siku wanaanza kushawishi uongozi kwamba kama watahitaji waendelee kubakia kwenye timu hiyo, basi kocha aondoke ama na nini. Kwa hiyo pengine sababu inatajwa kuwa labda pengine wachezaji kutokuwa na furaha kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans kutokana labda pengine na mwenendo wa kocha. Unakuta kuna makocha wengine ni wakorofi, ni wakali, kwa hiyo labda pengine wanaona hawastahili kuweza kufundishwa na mwalimu huyo. Lakini tangu aje kocha hakuna kitu kilichoongezeka kwenye timu. Pengine Young Africans labda ndio sababu ya wao kusitisha mkataba wake. Labda pengine wanaona kwenye timu yao toka alipoweza kuja kocha huyu hakuna chochote kilichoongezeka, lakini hili tunaweza kusema ni hapana, kwa sababu toka alipoweza kutua kocha Mirudi Hamdi tumeweza kushuhudia ubao unaendelea kuwa mzito, watu wanapigwa 8 huko 5-4 mpaka sasa kocha Mirudi hajaonja nafikiri ladha ya kufungwa ikoje. Unaona bana, toka alipoweza kutua kwenye kikosi cha Young Africans hajaonja ile ladha ya kupokea kichapo, unaona bana. Kwa hiyo uweze kusema ya kwamba tangu aje kocha huyu hakuna kilichoongezeka kwenye timu, zaidi ni kwamba hali ya upambanaji, nidhamu imeongezeka kwa wachezaji. Kwa hiyo pengine sababu inakuwa ni nyingi ambazo bado hazijawekwa bayana na kikosi cha klabu ya soka Young Africans kwamba wamefikia maamuzi haya kwa sababu gani. Labda pengine unaweza kusema labda kocha Mirudi Hamdi ameweza kupata timu mpya, labda pengine ambayo itakayotoa maslahi makubwa tofauti na Young Africans wanachompatia, na ndio mara kadhaa nyingi ambavyo umeweza kushuhudia vilabu vya hapa nyumbani Tanzania, makocha wengi wanapofanya vizuri wanaondoka kwa sababu ya labda kutokana na mkwanja ama pesa ambayo wanatajiwa na vilabu hivi vikubwa, kwamba labda pengine wakipewa mkwanja huo utaweza kuwasaidia zaidi tofauti na kile ambacho wanachokipata kwenye hizi timu za hapa nyumbani Tanzania. Kumbuke katika ubora wa kocha Nasr Bin Nabi aliondoka akiwa amewapatia Young Africans kila kitu, lakini akasema ya kwamba mpunga ambao Young Africans watauweka wataweza kufikia kwa sababu ya kile ambacho wakubwa huko katika timu kubwa walizokuwa wakiweza kuzitoa pesa hizo kwa makocha hao. Kwa hiyo sababu ni nyingi ambazo mpaka sasa nilivyokueleza asijaweka bayana kwamba kwa nini Young Africans wanafikia makubaliano ya kuweza kuachana na nyota na kocha huyu mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo tusubiri kuweza kusikia taarifa rasmi katika viunga vya klabu ya soka Young Africans, ama pengine kocha huyu anaweza kuja na jipi ambalo tutakaweza kujua, lakini tunaendelea kufuatilia na kuweza kuangalia ni nini sababu ya Young Africans kuweza kufikia kumruhusu kocha ambaye alionekana ana mafanikio makubwa kwa nyakati hizi kuonekana kama ni moja kati ya makocha ambao wanakuja kuwa na msaada mkubwa kwenye kikosi, lakini mapema kabisa safari yake inaonekana kufikia tamati. Bwana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na